Mjambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, tunawakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo, kwa tarehe 22 Julai mwaka 2026. Na tumekuandalia habari mbalimbali zinazoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika ukanda wa maziwa makuu. Na leo tutakuletea taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC, juhudi za diplomasia za kusimamia ustashi wa mapigano kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23, pamoja na habari za afya, mazingira na masuala mbalimbali ya kitaifa. Fuatana nasi kupitia Kivu News Info kupata kuelewa kile ambacho kinaendelea kujiri sehemu mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mimi ni Telesho Longa, basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana wa leo. Waasi wa muungano M23 wametangaza kuwa wamepeleka waajiriwa wapya wapatao 9318 katika maeneo mbalimbali ya mapambano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hiyo imetolewa siku ya jana Jumanne tarehe 21 Julai kupitia mawasiliano ya waasi hao, ikieleza kuwa wapiganaji wamemaliza mafunzo ya kijeshi yaliyodumu kwa miezi kadhaa katika kambi ya Chanzo ilipo katika wilaya Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa za waasi wa M23, waajiriwa hao wamegawanywa na kutumwa katika maeneo tofauti za operesheni za kijeshi kwa lengo la kuimarisha uwezo wa vikosi vyao kwenye mstari wa mbele wa mapambano. Waasi wanadai kuwa hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wao wa kuendelea kudhibiti maeneo wanayo na kukabiliana na operesheni za kijeshi dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sheria ya kutimiza mafunzo iliongozwa na kiongozi wa kijeshi wa muungano anatambulika kwa jina la Sultani Makenga. Katika hotuba yake mbele ya waajiriwa wao, aliwataka kuwa na nidhamu, uaminifu, moyo wa kujitolea na ujasiri wanapotekeleza majukumu yao ya kijeshi. Aliwahimiza kulinda maeneo yanayodhibitiwa na waasi hao na kutekeleza maagizo ya viongozi wao kwa umakini. Makenga pia alizungumzia ile usalama katika maeneo ya Minembwe pamoja na nyanda za juu za Kivu Kusini, akidai kuwa bado kuna changamoto kubwa za kijeshi katika eneo hilo. Kwa mujibu wake, aliyemechangia uamuzi wa kuimarisha vikosi vya M23 na kupeleka waajiriwa wapya kwenye maeneo mbalimbali ya mapambano. Tangazo hilo linakuja wakati ambako wale usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuwa wasiwasi licha ya kuwepo kwa juhudi mbalimbali za kisiasa na diplomasia zinazoungwa mkono na Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki SADC pamoja na washirika wengine wa kimataifa. Mapigano na mavutano kati ya pande zinazosamiana bado yanaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa idadi hiyo ya waajiriwa itathibitishwa inaweza kuwa miongoni mwa ongezeko kubwa la wapiganaji waliotangazwa na waasi wa M23 katika kipindi cha hivi karibuni. Hata hivyo, wanaonya kuwa taarifa zinazotolewa na pande zinazosika katika vita zinapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari hadi zitakapothibitishwa na vyanzo huru. Ni muhimu pia kufahamu kuwa idadi ya waajiriwa 9318 imetolewa na M23 wenyewe na hadi sasa haijadhibitishwa na vyanzo huru, mashirika ya kimataifa wala mamlaka rasmi za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya DRC pia kukuwa imetoa tamko rasmi kuhusu madai hayo kufikia wakati wa kuandaliwa kwa taarifa hii. Hiyo basi yaendelea kufuatilia huku yakisubiri udhibitisho kutoka kwa vyanzo vya kuaminika. Serikali na wadau wa usalama na jumuiya ya kimataifa wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano na kuendeleza mazungumzo ya amani kwa ajili ya kurejesha utulivu wa kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati sehemu ya viongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kutoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yatakayowashirikisha wadau wote ili kutafuta suluhisho la mgogoro wa kisiasa na kiusalama unaokumba nchi, muungano wa waasi wa M23 unaongozwa kisiasa na Corneille Nangaa umeonyesha msimamo tofauti kabisa wa kukataa wazo hilo. Katika video iliyosambazwa na timu ya mawasiliano ya Corneille Nangaa, alisema kuwa haruhusu tena uwezekano wa kufanya mazungumzo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wake, serikali ya Kinshasa imekuwa ikitoa ahadi ambazo itekelezi, jambo ambalo alisema limeondoa imani ya kufanya mazungumzo mapya. Corneille Nangaa alishutumu serikali kwa kile alichokiita kuwa ni tabia ya kupotosha ukweli na kutekeleza makubaliano mbalimbali yaliyowahi kufikiwa hapo awali. Alisema M23 yaamini kuwa mazungumzo mapya yanaweza kuleta suluhisho la kudumu kwa mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi.
Akizungumza katika video Nanga alisitiza kuwa kwa mtazamo wake njia kumaliza mgogoro si kupitia mazungumzo au makubaliano ya kisiasa bali kupitia kile alichokiita kujenga upya dola ya Kongo. Alieleza kuwa M23 inalenga kuona nchi ikiwa na jeshi lenye uwezo mkubwa wa kulinda mipaka na usalama wa taifa, polisi wanaolinda raia, mfumo wake ulio huru pamoja na utawala wa umma unaofanya kazi kwa ufanisi. Kauli imekuja wakati ambako viongozi kadhaa wa upinzani na wa kisiasa nchini DRC wamekuwa kisitizo muhimu wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa jumuishi yakiwashirikisha serikali, upinzani, asasi za kiraia, viongozi wa dini pamoja na makundi mengine ya kisiasa. Kwa mujibu wa viongozi wa upinzani, mazungumzo ndiyo njia salama kupunguza mvutano wa kisiasa, kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kutafuta suluhisho la kudumu kwa mgogoro unaoikabili taifa. Wachambuzi wa siasa wanaona kuwa tofauti hizi za misimamo zinaonyesha ugumu wa kufikia mwafaka katika kipindi hiki ambako juhudi za kikanda na kimataifa zinaendelea kuhimiza pande zote kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano na kurejea kwenye njia ya mazungumzo. Msimamo wa M23 wa kukataa kufanya mazungumzo na Kinshasa umejiri wakati ambako mapigano yanaendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi, hususan katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Wakati huo juhudi za upatanishi zinazoungwa mkono na washirika wa kikanda na kimataifa zinaendelea kutafuta njia ya kurejesha amani ya kudumu. Hata hivyo, ni muhimu kubanisha kuwa kauli za Nanga zinawakilisha msimamo wa M23, huku serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kushikilia msimamo wake kuhusu mgogoro huu. Mazungumzo ambayo yanaendelea kupitia juhudi za kikanda na kimataifa bado yanatajwa kuwa miongoni mwa njia zinazofuatiwa suluhisho la kudumu la mzozo wa mashariki mwa DRC. Waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye pia ni msemaji wa serikali, Patrick Muyaya, ametoa wito kwa wananchi wote kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kuungana katika kukabiliana na hali ya usalama endelea kuzorota mashariki mwa nchi. Amesema mgogoro unaendelea kati ya jimbo la Kivu Kaskazini na Kusini wahusu wakazi wa maeneo pekee, bali ni swali linalogusa mustakabali wa taifa nzima la Kongo. Akizungumza kuhusu hali ya usalama nchini, Patrick Muyaya alisitiza kuwa kinachoendelea katika mji wa Goma na maeneo mengine ya mashariki hakipaswi kutazamwa kama tatizo la kikanda au la kwa wakazi wa Kivu pekee. Kwa mujibu wake, changamoto ni tishio la Umoja wa Mataifa na mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alitoa mfano wa wananchi wanaoishi katika maeneo ya mbali na Dilolo mkoani Lualaba na Kasumbalesa mkoani wa Katanga, akisema nao wanapaswa kuelewa kuwa kinachoendelea Goma kinawahusu moja kwa moja. Ni lazima mkongomani anaishi Dilolo na yule anaishi Kasumbalesa kufahamu kwamba kinachotokea Goma kinamhusu pia. Kinachomweka hatarini ni uhai wa mipaka na umoja wa nchi yetu, alisema Patrick Muyaya. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali, mgogoro wa mashariki haupaswi kuangaliwa kupitia msimamo wa kisiasa, tofauti za vyama au maslahi ya watu binafsi. Alisema swala linagusa msingi wa uwepo wa taifa la Kongo na inahitaji kila raia kuweka mbele uzalendo, umoja na ulinzi wa mamlaka ya nchi. Patrick Muyaya amehimiza wananchi kuendelea kuheshimu na kutetea alama ya taifa, hususan bendera ya DRC, mamlaka za dola na umoja wa kitaifa. Alieleza kuwa nguvu ya taifa itokani na jeshi bali pia na mshikamano wa wananchi wake katika nyakati za majaribu. Katika hotuba yake, Waziri Muyaya alirejea pia yale ya mshikamano ulioonekana wakati wa timu ya taifa ya Leopard iliposhiriki kombe la dunia la mwaka 2026. Alisema wakati wa Kongomani kutoka kila pembe ya nchi waliweka pembeni tofauti zao za kisiasa kikabila na kikanda ili kuiunga mkono timu ya taifa. Kwa mtazamo wake, moyo wa uzalendo ni na umoja uliozinishwa wakati wa mashindano unapaswa sasa kuelekezwa katika kulinda nchi dhidi ya serikali ya DRC inachokita uvamizi unaoungwa mkono Rwanda mashariki mwa nchi. Kauli ya Patrick Muyaya inakuja wakati ambako serikali ya DRC inaendelea kuituhumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Rwanda imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Wakati huo juhudi za kikanda na za kimataifa zinaendelea kutafuta suluhisho la kisiasa na kidiplomasia ili kurejesha amani ya kudumu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanaona kuwa wito wa mshikamano uliotolewa na msemaji wa serikali unalenga kuimarisha uzalendo na umoja wa kitaifa katika kipindi ambacho nchi inaendelea kukabiliwa na changamoto za usalama katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Serikali inaendelea kusisitiza kuwa kulinda mamlaka ya nchi ni jukumu la kila raia wa Kongo bila kujali anatoka mkoa gani au anaishi sehemu gani ya taifa.
Operesheni ya pamoja iliyofanywa na taasisi ya Kongo ya uhifadhi wa mazingira wa wanyamapori kwa kushirikiana na wadau wake imefanikiwa kukamata vipande 25 vya meno ya tembo vyenye uzito wa jumla kilogramu 13 pamoja na ngozi moja ya simba katika mji wa Beni mkoani Kivu Kaskazini. Taarifa hiyo ilitangazwa siku ya jana Jumanne tarehe 21 Julai na shirika hilo lisilo la serikali la Alerte Congolaise pour l'Environnement et les Droits de l'Homme. Kwa mujibu wa shirika hilo, operesheni hiyo ilifanyika tarehe 17 Julai ikiwa ni sehemu za juhudi za kuendelea na kupambana na uwindaji haramu wa wanyamapori pamoja na biashara haramu ya bidhaa zinazotokana na wanyama walio katika hatari ya kutoweka. Katika operesheni hiyo, watu wasiopungua 3 walioshukiwa kujihusisha na mtandao wa biashara haramu ya meno ya tembo na ngozi za wanyamapori walikamatwa. Baada ya kutiwa mbaroni, walikabidhiwa kwa mamlaka za mahakama ili kufikishwa mbele ya sheria na kujibu tuhuma zinazowakabili. Shirika hilo la CDH limesema kuwa kukamatwa kwa bidhaa hizo kunaadhirisha kuwa biashara haramu ya wanyamapori bado ni tatizo kubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika maeneo yanayokumbwa na migogoro ya silaha. Kwa mujibu wa shirika hilo, hali ya ukosefu wa usalama imewapa nafasi wafanyabiashara haramu kuendelea kuwaua watembo, simba na wanyama wengine wanaolindwa kisheria kwa lengo la kupata hifadhi kupitia biashara hiyo. Kwa mujibu wa mtendaji wa CDF Olivier Ndole, amesema tukio hilo linaonyesha wazi uhusiano uliopo kati ya biashara haramu ya wanyamapori, uharibifu wa bioanuwai na migogoro inayoendelea katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wake, mitandao ya kihalifu imekuwa ikitumia mazingira ya vita na ukosefu wa usalama kujinufainisha kupitia biashara hiyo haramu. Aliongeza kuwa fedha zinazopatikana kutokana na biashara ya meno ya tembo, ngozi za simba na bidhaa nyingine za wanyamapori zinaweza pia kutumiwa kufadhili shughuli za makundi yenye silaha, jambo linalochangia kuendelea kwa machafuko katika eneo hilo. Olivier Ndole amesisitiza kuwa hatua ya kukamata bidhaa hizo ni muhimu, lakini haitoshi ikiwa juhudi za haitatekelezwa pia katika kuzuia uwindaji haramu kabla hujatokea. Amesema lazima kuwe na mkakati madhubuti ya kulinda tembo, simba na wanyama wengine walioko katika hatari ya kutoweka badala ya kusubiri bidhaa zao zikamatwe baada ya wanyama hao kuuawa. Ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya taasisi za serikali, mashirika ya kiraia, vyombo vya usalama, mamlaka za mahakama pamoja na huduma za mpakani na viwanja vya ndege. Kwa maoni yake, ushirikiano huo utasaidia kubaini mapema mitandao ya wafanyabiashara haramu, kuzuia usafirishaji wa bidhaa za wanyamapori na kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. Pia amesisitiza umuhimu wa kuharakisha jamii zinazohusika kuhifadhi ya taifa na maeneo ya wanyamapori, akieleza kuwa wananchi wanaweza kuwa chanzo muhimu cha taarifa zitakazosaidia kufichua vitendo vya uwindaji haramu na biashara ya wanyamapori kabla havijasambaa. Mashirika yanayojihusisha na uhifadhi wa mazingira yanaonya kuwa tembo, simba na sifi nyingine zinazopatikana chini ya DRC zinaendelea kupungua kutokana na uwindaji haramu, biashara ya kimataifa na meno ya tembo, uharibifu wa misitu pamoja na migogoro ya silaha inayokumba maeneo mengi yenye hifadhi za taifa. Mamlaka za uhifadhi zinaendelea kusisitiza kuwa mapambano dhidi ya biashara haramu na wanyamapori yanahitaji ushirikiano wa kila sekta kwa kuwa kulinda buyai wa DRC ni muhimu si tu kwa mazingira bali pia kwa uchumi wa utalii, usalama wa taifa na urithi wa vizazi vijavyo. Washirika mbalimbali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanashiriki katika juhudi za diplomasia za kumaliza mgogoro wa usalama mashariki mwa nchi. Wanataka ujumbe wa kwanza wa mfumo wa pamoja uliopanuliwa uhakiki wa usitaji wa mapigano kuanza kazi za haraka iwezekanavyo. Hatua inalenga kufuatilia utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23, wakati mapigano kati ya pande zote mbili yakiendelea kushika kasi katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini. Katika maandalizi ya kuanza kwa operesheni hiyo, serikali ya DRC imetua maafisa 3 wa jeshi la FARDC wanawakilisha nchi ndani ya timu ya pamoja ya uhakiki. Timu hiyo pia inajumuisha wakilishi wa M23, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo, MONUSCO pamoja na mkutano wa kimataifa ukanda wa maziwa makuu. Umoja wa Afrika, Qatar na Marekani wanashiriki kama waangalizi wa mchakato huo. Hatua imekuja kati ambako mapigano yanaendelea kuripotiwa katika maeneo ya mashariki mwa DRC, kila upande ukiendelea kutumu wenzake kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa katika mazungumzo yanayoendelea mjini Doha na Qatar. Wakati wa tangazo la Rais Felix Antoine Tshisekedi kuhusu kuanzishwa kwa mazungumzo ya kitaifa jumuishi baada
baada ya kukutana na viongozi wa madhehebu ya dini ilizua maswali kutoka kwa baadhi ya wadau kuhusu hatima ya mazungumzo ya Doha yanayohusisha serikali ya DRC na waasi wa M23. Hata hivyo, msemaji wa serikali wa DRC Patrick Muyaya alifafanua kuanzishwa kwa mazungumzo ya kitaifa hakumaanishi kusimamishwa kwa mchakato wa Doha. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika tarehe 17 Julai, Patrick Muyaya alisema wazi kuwa mazungumzo hayo bado yanaendelea kama kawaida. Kwa mujibu wa Patrick Muyaya, baadhi ya maafisa wa FARDC tayari wamewasili mjini Goma ili kushiriki katika maandalizi ya kuanzishwa kwa mfumo wa uhakiki wa usitaji wa mapigano. Pia alieleza kuwa kuna maendeleo katika mpango wa kubadilishana wafungwa kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23, hatua inayotajwa kuwa sehemu ya kujenga amani kati ya pande mbili. Kwa mujibu wa azimio namba 2808 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaloongozwa muda wa MONUSCO hadi tarehe 12 Disemba mwaka 2026, ujumbe unaruhusiwa kutoa msaada wa kiufundi na vifaa kwa utekelezaji wa usitishaji mapigano pamoja na kazi za pamoja. Azimio hilo linaipa MONUSCO jukumu la kusaidia uchunguzi wa ukiukaji wa usitishaji mapigano na kutoa taarifa kwa wadau husika. Hata hivyo, jukumu hilo linaendelea kutekelezwa hasa katika Kivu Kaskazini na Ituri baada ya MONUSCO kuondoka katika mkoa wa Kivu Kusini mwaka 2024. Kutokana na hiyo, bado kuna mjadala kuhusu namna ujumbe unaweza kushiriki shughuli za uhakiki katika Kivu Kusini ambako mapigano bado yanaendelea. Katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kilichofanyika tarehe 26 Juni, wajumbe kadhaa walisitiza kuwa MONUSCO haiwezi kupelekwa tena Kivu Kusini bila idhini rasmi ya baraza hilo. Balozi wa China katika Umoja wa Mataifa Hong Kong alisema kuwa nchi yake inaunga mkono MONUSCO kutekeleza wajibu wake ndani ya mipaka ya mamlaka iliyopewa na Baraza la Usalama. Alitoa wito kwa pande zote kuondoa vikwazo vinavyozuia MONUSCO kutekeleza majukumu yake na kusaidia utekelezaji wa usitishaji wa mapigano. Alisisitiza kuwa kutahitajika kupeleka MONUSCO katika Kivu Kusini kutasaidia hatua hiyo ya kulazimika kuanza kuidhinishwa kwa Baraza la Usalama. Msimamo ule unaungwa mkono pia na Urusi kupitia mwakilishi wake katika Umoja wa Mataifa. Alisema kuwa ingawa MONUSCO ina nafasi muhimu katika kuunga mkono amani mashariki mwa DRC, mamlaka yake yamewekwa mipaka na azimio la 2808. Kwa mujibu wake, kutokana na mapigano yanayoendelea mashariki mwa nchi, haiwezekani kupanua jukumu la MONUSCO pia bila uamuzi mpya wa Baraza la Usalama. Alionya zidi ya tafsiri zinazoweza kupanua mamlaka na ujumbe huo bila idhini rasmi ya Umoja wa Mataifa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa kuanza kazi kwa hatua hiyo itakuwa ni hatua muhimu katika kujenga amani kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23, kwa kuwa jukumu lake ni kufuatilia utekelezaji wa usitaji mapigano, kuchunguza malalamiko ya ukiukaji wa makubaliano na kutoa ripoti huru kwa washirika wa kimataifa. Hata hivyo, changamoto kubwa bado inaendelea kuwa hali ya mapigano yaripotiwa katika maeneo kadhaa mashariki mwa DRC ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 zinaendelea kushutumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Hata hivyo, mafanikio hayo yanategemea kwa kiwango kikubwa utayari wa pande zote kuheshimu makubaliano yaliyofikiwa kupitia mchakato wa amani wa Doha pamoja na uungwaji mkono wa jumuiya ya kimataifa. Shirika la kimataifa Médecins Sans Frontieres limeonya kuwa juhudi kubwa zinazotekelezwa katika kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola wa aina Bundibugyo zisije kufanya mamlaka za afya na wadau wa kibinadamu kusahau changamoto nyingine za kiafya ambazo bado zimeathiri maelfu ya wananchi hasa katika mkoa wa Kivu Kusini. Katika taarifa yake kwa umma iliyochapishwa Jumatatu, MSF ilikumbusha kuwa tangu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itangaze rasmi mlipuko wa Ebola mnamo tarehe 15 Mei mwaka huu, sekta ya afya imeelekeza nguvu kubwa katika kudhibiti ugonjwa huo. Hata hivyo, shirika hilo limesema kuwa magonjwa mengine hatari ambayo yanaendelea kusababisha vifo, mateso kwa wananchi, hivyo havipaswi kupuuzwa. Kwa mujibu wa MSF, wananchi wa Kivu Kusini bado wanakabiliwa na mzigo mkubwa wa magonjwa kama malaria, kipindupindu, surua, utapiamlo mkali pamoja na ongezeko la wasirika wa ukatili wa kingono linalochangiwa kwa kiasi kikubwa na mgogoro wa silaha na ukosefu wa usalama unaendelea katika maeneo mengi ya mkoa huo. Shirika hilo linaeleza kuwa mazingira ya kiusalama bado ni magumu, jambo linalozuia wagonjwa wengi kufika kwa wakati katika vituo vya afya. Mapigano yanaendelea katika baadhi ya maeneo husababisha hospitali kupokea mara kwa mara majeruhi wa vita, linaongeza mzigo kwa wahudumu wa afya ambao tayari wanakabiliana na uhaba wa rasilimali. MSF imeonya kuwa huduma za kawaida za afya zitapunguzwa kwa sababu Ebola, athari zake zinaweza kuwa kubwa zaidi kwa wananchi. Hilo linasisitiza kuwa huduma za
Wajawazito na wakina mama wanaojifungua, chanzo cha watoto, matibabu ya malaria, huduma za watoto wachanga pamoja na matibabu ya wagonjwa wa kawaida lazima ziendelee kutolewa bila kukatizwa. Kwa mujibu wa wataalamu wa MSF, kuendelea kwa huduma hizo ni muhimu tu si kwa wananchi bali pia kutasaidia kugundua mapema wagonjwa wenye dalili za Ebola na kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji wa magonjwa ya mlipuko. Katika Kivu Kusini, MSF inaendelea kuendelesha shughuli zake za kawaida za sambamba na maandalizi ya mapambano dhidi ya Ebola. Shirika hilo limeanzisha vituo viwili maalum vya matibabu ya Ebola ambavyo vinatumika kwa hudumia wagonjwa wanaothibitishwa kushukiwa kuambukizwa virusi hivyo. Katika maeneo ya afya ya Minova na Numbi, timu ya MSF zinaendelea kusaidia hospitali za rufaa kwa kutoa huduma za dharura za kitabibu na upasuaji, huduma za wagonjwa mahututi, huduma za uzazi, matibabu ya watoto wachanga pamoja na huduma za watoto, ikiwa ni pamoja na matibabu ya utapiamlo mkali. Katika eneo la Bunyakiri wilayani Kale, MSF inasaidia hospitali kuu ya rufaa ya Bunyakiri, hospitali ya Bitale pamoja na vituo vinne vya afya. Huduma hizo zinatolewa huko ni pamoja na upasuaji wa dharura, huduma za uzazi salama, matibabu ya watoto wachanga, matibabu ya utapiamlo mkali na huduma kwa manusura wa ukatili wa kingono. Bali na Ebola, MSF pia inaambatana na mlipuko mkubwa wa ugonjwa wa surua unaoendelea katika eneo la Shabunda. Kwa hiyo nasema kwa kiwango cha vifo vinatokana na ugonjwa huo vimefika takriban 25%, hali ambayo inaonyesha ukubwa wa changamoto inayokabili eneo hilo. Katika mji wa Bukavu, MSF inaendelea pia kusaidia mamlaka za afya kupambana na kipindupindu kupitia kituo maalumu cha matibabu kinachohudumia wagonjwa wa haraka ili kupunguza vifo vinaweza kuzuilika. Leo inaeleza kuwa timu zake za dharura bado ziko tayari kuingilia katika wakati wote kutapotokea mlipuko mpya wa magonjwa dharura zingine za kiafya. Bana Kivu Kusini, MSF inaendelea na shughuli zake pia katika Maniema na majimbo mengine kadhaa ya DRC. Kwa kutimisha, MSF imezitaka mamlaka za afya, washirika wa kimaendeleo na wahifadhili wa kimataifa kuhakikisha kwa mapambano dhidi ya Ebola haiathiri utoaji wa huduma nyingine muhimu za afya. Sheria inaonya kuwa ushahidi dhidi ya Ebola utakuwa na maana ikiwa wagonjwa mengine kama malaria, surua na kipindupindu na utapiamlo vitaendelea kusababisha vifo vinavyoweza kuzuilika miongoni mwa wananchi wa Kivu Kusini na maeneo mengine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, ni hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana wa leo, ikiwa tarehe 22 Julai mwaka 2026. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi kufuatilia habari mbalimbali kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile endelea kubaki nasi kwa taarifa zaidi zinavyokujia kupitia vipindi vyetu vinavyofuata. Mimi ni Etelo Jelongo na kutakia siku njema yenye amani, afya tele na vile vile na baraka katika shughuli zako za kila siku. Huku ni kwaidi, tukutane tena jioni katika matangazo yetu mengine.